Naam, karibu kwenye ufukunyuzi wa masuala ya kandanda, na leo tukiwa tunajikita zaidi kwenye masuala ya udhamini. Siko peke yangu, mimi kama mnavyonifahamu ni Mtusafi aka Mtupoa, niko hapa kwa ajili ya ufukunyuzi wa masuala ya kandanda. Uko na Ahmed Simon Mtokila kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Sisi ni wafukunyuzi. Okay. Sawa, niko na mfukunyuzi masuala ya kambumbu kabisa kutoka dunia ya tatu. Maana yake huyu anakuonyesha kile kilichoko nyuma ya yale yasiyozungumzwa. Sasa leo tunaangalia udhamini, na kitu kikubwa ambacho wafukunyuzi tumeamua tukizungumze kwa sababu tumekiona kwenye mitandao ya kijamii watu wakisema hili na lile. Na sisi tukaona tulizungumze kwenye soka kwa sababu sisi pia ni wapenzi wa soka. Sahi kabisa, sahi. Sasa bana, kwenye ufukunyuzi tunajikita kuangalia udhamini wa timu nyingi. Sasa sisi hatutataja nani kadhamini nani, isipokuwa mdhamini tutampa ABC. Ndio. Sasa watu wengi wamezungumzia kuhusiana na udhamini. Ndio. Sasa kwenye udhamini huu kuna mdhamini A. Yeye kadhamini timu 7. Timu 7 kwenye ligi moja huyo. Sasa huyo mdhamini bwana kaidhamini Yanga. Ndio. Huyo mdhamini kaidhamini Mashujaa. Ndio. Huyo mdhamini kaidhamini Tanzania Prison. Ndio. Huyo mdhamini kaidhamini Coastal Union. Ndio. Huyo mdhamini kaidhamini Pamba Jiji. Yeye mwenyewe. Huyo mdhamini kadhamini jamani, hadi Singida Black Stars. Mdhamini huyo mmoja. Ndio. Sasa leo kwenye ufukunyuzi tunataka tuangalie madhara ya mdhamini A. Ndio. Kudhamini klabu nyingi. Mtupoa, unajua changamoto iliyopo ukishaingia kwenye neno kudhaminiwa, maana yake unaweza ukakontroliwa au ukapelekeshwa na mtu fulani. Kwa sababu anakuwa na mamlaka juu yako wewe. Ndio hivyo? Kulingana na mkataba wenu. Na mkataba wako unavyosema. Na je, kwa nini udhaminiwe? Changamoto inakuja, kwa nini udhaminiwe? Kwa sababu inaonekana vitu ambavyo unaweza kujimudu, kuna baadhi ya vitu tunakosa, unahitaji ama pengine kuna usaidizi unahitaji. Kwa hiyo ukishajua kwamba kwa nini nidhaminiwe, maana yake una uhitaji. Umeona? Umetoka kuzungumzia kwamba kuna mdhamini A amedhamini zaidi ya timu 6 kwenye ligi yetu ya NBC. Ni kama 7 kama sijasahau. 7 huyo. Umetoka kumtaja amedhamini Yanga, amedhamini Coastal Union, amedhamini Singida Black Star, amedhamini Mashujaa. Sasa kama nimetoka kuzungumza kwamba mtu anapokuwa amekudhamini, maana yake anakuwa ana uwezo wa kukwambia hiki na kile. Ndio hivyo? Sasa unakuja kupata madhara gani kwenye kile kitu ambacho unakiendesha kwako wewe? Madhara yapo mengi. Lazima atakwambia kwamba mimi utakapokuwa unafanya kitu uende hiki na hiki na hiki. Ndio hivyo? Kuna wakati mwingine busara zinatumika. Ndio, busara zinatumika. na mtu atakapokuwa amedhamini kitu zaidi ya kimoja, kuna mmoja anakuwa ameitamania kwamba kwenye wadhamini wangu hao wote nahitaji huyu mmoja awe juu ya wengine. Ndio sasa ukija jua kama kuna mtu atakuwa juu yako wewe, kuna mmoja wa chini atafanyaje? Ataumia, atadidimizwa. Utahitaji kutoa kitu. Hivi kweli inawezekana kweli? Hiyo lazima. Unajua ni kweli kuna wakati mdhamini anaanza kusema kwamba kwa sababu kaka yako hapa, wewe sasa mdogo wake, jaribu kulegeza kidogo kaka yako afike mbali kidogo. Hiyo ni swala la kawaida hata nyumbani kwetu. Kuna wakati mkiwa mnasoma watoto watatu, baba anakuambia sasa wewe itabidi kwanza usubirie kaka yako afike sehemu fulani, alafu naendo. Sasa kwangu mimi naona ni changamoto ambayo tutakuja kuipata kwenye ligi yetu. Kama kuna mdhamini mmoja na dhamini zaidi ya timu 6, kwa hiyo lazima kuna timu nyingine zitaumia. Hatutapata ile ladha nzuri ya mpira. Umeona? Na ndio kile kitu ambacho mimi huwa ninasema mara nyingi. Matokeo ya Yanga ambayo imedhaminiwa na mdhamini A na matokeo ya timu ambayo haijadhaminiwa na huyo mdhamini A huwa yanakuwa na competition kubwa. Yaani kunakuwa na msuguano kupata matokeo. Sasa kilichonistajabisha, Yanga ilicheza na Tabora United. Ikafungwa magoli 3. Ndio. Shika hapo. Magoli 3. Mzungu wa kwanza huo. Sasa magoli 3 hayo iliyofungwa na Tabora pale mwanzoni kabisa kabla ya marudiano pale. Ndio. Ni kwamba kuna timu ambayo imedhaminiwa
na yule mdhamini A. Mdhamini A huyo. Hiyo timu ilifungwa na Yanga magoli 5. Ndio. Sawa? Ndio. Lakini hiyo timu iliyofungwa magoli 5 ambayo pia inadhaminiwa na yule mdhamini A aliyedhamini Yanga. Ndio. Ilifunga Tabora United magoli 3. Jana. Na Tabora United hiyo ilifunga ile timu iliyodhaminiwa na mdhamini A magoli 3. Ndio. Nikajiuliza. Huyu aliyedhaminiwa na mdhamini A ndio aliwezaje kuifunga Tabora United magoli 3 ndio wakati alishindwa kuifunga Yanga hata magoli 2 na wakati Yanga ilifungwa na huyo Tabora aliyemfunga magoli 3. Nikaja sasa kufukunyua. Ndio. Na wakati najaribu kufukunyua kwa ndani zaidi, nikagundua kwamba kuna uwezekano kwa sababu wamedhaminiwa na mdhamini A wote kwa pamoja, huenda kuna ile ya subiri kaka yako aende kwa amalize shule alafu na wewe ndo uanze, busara zikatumika. Lakini sasa hiyo sio nzuri hata kidogo. Sio nzuri kabisa. Sio nzuri. Yaani kwa sababu kwanza inatukosesha radha. Ndio maana tunarudi tunasema labda kuna kitu kimejificha chini ya carpet. Kwa tunakuwa kitu kiangalia. Ndio tutakuja kuangalia kwamba hatupati sasa ule ukweli sasa wa mashindano ambayo tunatarajia. Ya uhondo halisi kwamba ni competition kabisa ya nguvu, kila mtu anasaka ushindi. Ya tutakuja kupata kwamba tuko kwenye ligi, lakini utamu au uzuri competition ambayo tunaitegemea timu fulani na timu fulani zikikutana ni tofauti na timu fulani na timu fulani zikikutana. Sasa na sababu ni kwamba wamedhaminiwa na mdhamini A. Kwa hiyo hicho ni kitu wanachokifanya ni kama wale waliodhaminiwa na mdhamini A wanashindana na wale waliodhaminiwa na mdhamini B. Ya ni sahihi. Ndio maana nikawa nafikiria wakati ninajaribu kufukunyua huko, watu pia wamelizungumza hili kwamba ikiwezekana mdhamini asidhamini zaidi ya timu 3. Ndio. Kwa sababu inaleta madhara. Mfano, mechi zimesalia 2. Ndio. Sawa? Za Yanga labda tuseme. Ndio. Na Yanga katika mechi hizo 2 zilizosalia zote zimedhaminiwa na mdhamini A, ambayo Yanga pia imedhaminiwa na huyo mdhamini A. Halafu huyu wa pili ambaye anashindana naye amedhaminiwa na mdhamini B. Lakini anatatakiwa kucheza na wale waliodhaminiwa na mdhamini A wengine 2. Ndio. Sasa nini kitatokea hapo? Kwa haraka tu, kwa akili ya kibinadamu, kwa kutumia fikra ya kinifu, ni kwamba wale waliodhaminiwa na mdhamini A watalegeza ili mdhamini mwenzao ile timu iliyodhaminiwa na mdhamini A iweze kwenda mbele. Alafu hawa wa mdhamini A watamkazia huyo aliyedhaminiwa na mdhamini B ili wamshushe, ili yule mwenzao aliyedhaminiwa na mdhamini A apande juu. Hivyo ndio inavyokuwa. Na hata isipokuwa hivyo, tumesikia hata viongozi wa TFF wakisema busara inatumika. Wanaweza kukaa, jamani njoni wote nimewadhamini, wote ni watoto wangu. Unajua mdhamini ni kama baba. Huwezi ni kama baba. Anaita tu familia. Jamani wanangu so mnamuona kaka yenu sasa jamani wote mnalima shamba moja. Wakati wa kuweka mipaka msichimbe sana ili sasa kaka yenu atakapolima aongeze kaeneo kidogo alafu mpaka usogee mbele. Ni busara tu zinatumika. Hicho ndio kitu ambacho tunazungumza sasa hivi. Kwa sababu udhamini unapokuwa umemdhamini mtu na yule mtu amekukubali wewe mwenyewe na una uwezo wa kumwambia kwamba fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki, na akakubali. Asipokukubali sana shida. Inaweza ikatokea ukashindwana na mdhamini, akaanza kufikiria kuvunja mkataba. Kwa nini hiyo inatokea? Inatokea pale ambapo yeye anataka jambo fulani na nyewe mnataka jambo fulani, au pengine lengo lilikuwa ni kufanikisha jambo fulani, anaona halijafanikiwa. Sasa ili kuondoa hayo yote, basi kanuni zije zitenganishe au ziweke bayana kwamba ili mdhamini akorifai kudhamini na awe mdhamini halali, asidhamini zaidi ya timu 2 au 3 basi. Ili kuondoa ukakasi. Unajua mimi nimepitia posti moja ambayo imepostiwa na mtu mkubwa. Sitamtaja kwa sababu nyinginezo, kwa sababu mimi sio mwandishi wa habari, kwa nitaanza kumtaja kwa sababu wataanza kunitaka nipate na upande wa pili. Sasa kitu ambacho kinafanyika nini? Ni kwamba alisema magoli yote yaliyopatikana kwenye timu A yalitokana na timu zilizodhaminiwa na mdhamini A.
mengi na akayaweka pale na orodha. Ndio. Sasa Watanzania wapenda soka pale kwenye comment niliona, unajua mimi sisi ni wafukunyuzi. Tunaangalia yaliyojiri kule. Tunajiuliza sasa kwenye soka letu la Tanzania tutafika kweli? Magoli yote haya yametokana na timu zilizodhaminiwa na mdhamini A. Tutafika kweli? Na huyu mdhamini na huyu aliyedhaminiwa na mdhamini B anatarajia atoboe. Pagumu kweli. Sasa mimi ninaona ibaki idadi ya timu zitakazodhaminiwa na mdhamini mmoja zisiwe nyingi. Na ule msema mwenye nacho anaongezewa. Sasa tusizungumze mengi sana kwa sababu pia watu wanaofuatilia Ufukunyuzi wana maoni yao. Sasa sisi tumekwisha kupendekeza kwamba idadi ya timu zitakazodhaminiwa na mdhamini mmoja zipunguzwe zibaki hata 2 ama 3. Basi zinatosha. Lakini pia wafuatiliaji wa Ufukunyuzi wa masuala ya kandanda wao pia wanaweza kutuandikia kwenye comment wakatuambia kwamba vipi wanaonaje. Ni sahihi. Wadondoshe comment wakizungumzia labda ni madhara gani ambayo tunapata kwenye mdhamini ambaye anadhamini zaidi ya mtu mmoja au zaidi ya klabu moja, na kipi kifanyike. Kwa sababu ili wakati tutakapoingia kwenye station nyingine ya kutafuta kipi tunakifukunyua, tukiingia kwenye Ufukunyuzi tunaanza na zile comment. Tunasema jamani sisi Wafukunyuzi tulisema, si umeona na wengine kwenye comment wamesema. Ili tuweze tupate ile ladha ya mpira. Ndio tunaoitarajia. Haya mambo kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Sisi ni Wafukunyuzi. Nikukumbushe tu kwamba kule Instagram na Facebook wanaanza kutufollow, tunatumia Mtu Poa. Kule TikTok tunatumia Mtu Safi. Lakini kule YouTube tunatumia Simulizi Forum TV. Usisahau kwenda kusubscribe. Yes. Sasa hatuna la ziada zaidi, tuseme bye bye.